Tumsifu Yesu Kristo. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki cha utoto mtakatifu kinachokujia katika media Tumaini. Leo tumekusanyika hapa, tunaungana na watoto, umoja wa watoto kutoka madhehebu mbalimbali waliokusanyika katika parokia hii ya Mashahidi wa Uganda Magomeni kwa lengo la kuadhimisha sikukuu ya watoto mashahidi inayofanyika kila mwaka ifikapo tarehe 28 Disemba. Na mwaka huu tunakukaribisha uungane nasi ili tuweze kuadhimisha pamoja. Mimi ni Sister Savina Makonde, na kusiwe na mitangu mwanzo hadi tamati uweze kusherehekea pamoja na watoto. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza.
duniani ni mahali pa shetani, wakulini wanakaa kuendelea naoga. Ni Bwana uninue kwa imani, simame nipande milima yote. Ee Bwana unipandishe, Ee Bwana uninue
Kwa majina naitwa Neema Modest Shayo. Nimekuja hapa kuwasomea Biblia. Mstari wangu wa moyo unatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 14 aya ya 14 hadi ya 15. Nayo inasema, Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unalilia nini? Waambie wana Israeli waendelee mbele. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Ana Regnal na nimekuja kusoma Biblia. Mstari wangu wa moyo unatoka katika kitabu cha Luka 1 mstari wa 80. Nao nasema, yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutoka kwake kwa Israeli. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Agnes Josefati. Mimi ni mmoja wapo wa mtoto nilokuja hapa mbele kusoma mstari wa moyo. Nao nasema, Methali 3 mstari wa 11. Nao nasema, mwanangu, usidharau kudharauliwa na Bwana, wala usione taabu kurudiwa naye. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Felisa Gerard. Nimekuja kuwasomea mstari wangu wa moyo. Mstari wangu wa moyo unatoka katika kitabu cha Yohane sura ya 3 aya ya 3 hadi ya 4. Nayo inasema, Yesu akajibu akamwambia, amin amin, mtu asipozaliwa mara pili hataweza kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, itawezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kurudi tumboni mwa mamaye mara pili akazaliwa? Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Lolini Leons. Nimekuja hapa kusoma Biblia. Mstari wangu wa moyo unatoka katika kitabu cha Zaburi 23 mstari wa 1. Nao unasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Neno la Bwana. Asanteni. Godfrey Richard, natokea Baptisti Magomeni. Naenda kusoma kifungu Mathayo 1 mstari wa 18. Nayo inasema, historia ya Yesu ilikuwa hivi. Maria mama yake aliyekuwa ameposwa na Yusufu kabla hawajakaribiana. Maria mama yake Yusufu kabla hawajakaribiana alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Grace Elias. Nitaenda kusoma kitabu cha Mithali 22 mstari wa 6. Nao nasema, mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Nitaenda kusoma Zaburi 35 mstari wa 1. Nao nasema, Bwana, utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Glory Yakim. Naenda kusoma Luka 2 mstari wa 11 hadi wa 13. Naye nasema,
maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevishwa nguo za kitoto, amelala katika hori la kulia ng'ombe. Mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Bwana akisema, asante. Asifiwe. Kwa majina naitwa Dorini Nsajigwa. Naenda kusoma Mathayo sura ya 2 mstari wa 3 hadi 4, na unasema, basi Mfalme Herode aliposikia haya alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja na. Mstari wa 4, akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Jafeti Geoffrey. Naenda kusoma Luka 2 mstari wa 19. Leo nasema, lakini Mariamu akaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Clara. Naenda kusema Misali sura ya 2 mstari wa 11 hadi wa 12. Naye nasema, wakaingia nyumbani wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao walipokwisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Epi Filipo. Naenda kusoma Mithali sura ya 1 mstari wa 2, nawe nasema, kuzaliwa kwake Yesu kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alikuwa na mimba ya uwezo wa Roho Mtakatifu kabla hawajakaribiana na Yusufu kwa kuwa alikuwa ni mtu wa haki, hakutaka kumwacha, alilazimika kumwacha kwa siri. Alipokuwa akifikiri hayo, malaika wa Bwana alimtokea akisema, Yusufu mwana wa Daudi, mchukue Mariamu mkeo na mwende mkaishi naye. Amina. Na mtazamaji wa Televisheni Tumaini, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mambo ni mazuri, lakini basi muda umetutupa mkono. Bila shaka umejifunza mengi kutoka kwa watoto. Watoto wanaposherehekea sikukuu ya mashahidi wa Uganda, je, mchango wako ni nini katika kutunza uhai ukawe kitabu kwa wengine? Mimi ni Sister Salvina Makonde na kutakia kila jema mpaka wakati mwingine. Tumsifu Yesu Kristo.